Kuna hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na pia al-Imam Muslim kutoka kwa Samrata ibn Jundub Abi Sa'id radiyallahu anhu, anasema laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ghulaman, mimi nilikuwa katika zama za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni kijana, lakini si kijana tu, fakuntu ahfadhu anhu, nikawa nikihifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani katika jumla ya watu walikuwa wakihifadhi maneno ya mtume, mimi pia nimo. Manake nilikuwa ni kijana ninahudhuria darasa za mtume, nilikuwa ni kijana ninafuatilia mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sikuwa kijana mjinga. Anasema fama yamna'uni min alqawli, hapakuwa na jambo linanizuia mimi kuzungumza, illa annaha huna rijalan hum asannu minni, isipokuwa katika ile jilsa, katika kile kundi la watu waliokuwa na mtume kuna watu wakubwa kuliko ni mimi. Hili lilifanya mimi nisiwe mzungumzaji. Sikuacha kuzungumza kwa sababu sijui, niliacha kuzungumza kwa sababu kuna nini? Naam, kuna wakubwa kuliko mimi. Hii ni adabu kajifundisha kwa mtume, sio katika sisi atiyejua nafasi za wakubwa, heshima za wakubwa. Kama kuna jambo lipo baina yetu na lina haja ya kuzungumzwa, wapo wakubwa, kwa nini tusiwaache hawa wakubwa wakazungumza? Tunawakubali wametuzidi katika umri, tunawakubali wametutangulia kusoma, tunawakubali wametutangulia kuilingania hiyo dini yenyewe pia. Kwa nini tusiwaache wakazungumza wao, ili na sisi tukapata faida kutoka kwao? Haina maana kuwa hatujui, tunajua, lakini kwa sababu tuna wakubwa tumewaacha wakubwa wazungumze. Lau nyinyi watu wa Zanzibari mkaishika hii hadithi mtaishi vizuri sana. Tunajua kwamba vijana wanasoma tena kwa jitihada kubwa za hali ya juu, na wanahifadhi maneno ya Allah na maneno ya mtume katika hali nzuri kabisa, lakini midamu kuna wakubwa, hatuna haja ya kuwakalia juu ya vichwa wakubwa zetu, na hii itatuongezea heshima sisi. Albarakatu maa akabirakum, baraka iko na wakubwa. Kwa hivyo wewe kijana ambaye Allah tabaraka wa taala amekujalia ilmu na amekujalia ukaihifadhi ilmu, akakujalia fasaha ya kuifikisha ilmu, akakujalia watu wakakuelekea katika kuipokea elimu, usihurike na hilo. Bado adabu na heshima kwako ni msingi mkubwa wa kuifanya ilmu yako iwe na kheri kwako. Yanapotokea yale mambo yana haja ya kuzungumzwa, na wewe una haki ya kuyazungumza, lakini wakubwa zako hawajazungumza, una haja ya kurudi kwao kuwauliza, jamani, mmesikia haya, mnasemaje? Sasa tunayafanyia kazi. Subiri, watayafanyia kazi. La tastajil, usiwe ni mtu una haraka ya kusema kwa sababu unajua. Walikuwa wanajua kabla yako wakanyamaza kwa sababu kuna wakubwa. Ya kutosha kuishika adabu hii na ukaishi vizuri sana, na thamani yako na ilmu yako ikawa inaheshimiwa. Lakini muache huyu Samrata ibn Jundub. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa na tafsiri aya katika sura Ibrahim, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba, alipokuwa akitafsiri aya hii rahimahullahu ta'ala akataja riwaya ya Ibn Umar aliyopokea Imam al-Bukhari. Anasema Ibn Umar, kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tulikuwa mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, mtume akasema haya maneno, akhbiruni an shajaratin,
tushbihu karrajul almuslim, nielezeni mti ambao unafanana na muislamu. La yatahatta waraquha, majani yake hayaanguki. Wala nielezeni huu ni mti gani? Tuti ukulaha kulla hin, matunda yake yanapatikana kila wakati. Masahaba wako pale, watu wazima, kila mmoja akainamisha kichwa chini anatafakari ni mti gani huu. Qala ibn Umar, Abdullah ibn Umar asema, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhala, ikanitukia mimi katika nafsi yangu kwamba huo mti ni mtende. Akajua kwamba huo ni mti wa mtende. Wa raaitu Abu Bakr wa Umar, nikamuona Abu Bakar na Umar, la yatakallamani, hawazungumzi. Mbona Abu Bakari hasemi? Mbona Umar hasemi? Asema fakarihtu an atakallama. Kwa hilo tu kuona hawa watu wazima hawakusema, mimi pia nikachukizwa na jambo la kuongea mbele ya wakubwa. Kwani alikuwa anaongea batil? Lakini mtume si ameuliza? Kama mtume kauliza, alikuwa na haki ya kujibu ama hakuwa na haki ya kujibu? Na yeye mtume kawauliza watu wote ama waliwauliza wakubwa peke yake? Lakini asema midamu katika jilisa ile kulikuwa na Abu Bakar na Umar, mimi kaona vibaya kuzungumza, nafsi yangu inaniambia huo ni mtende. Lakini wazee hawajagundua ni mti gani huo. Kila mzee afikiria tuanamisha kitu hajajua, mlimao, mti wa ndimu au mti gani. Yeye kaisha jua huu ni mtende. Na masahaba hawakuwa na tabia kama za kwetu za kuropoka. Hujui nyamaza. Sio hujui unasema ni mti gani, mlimao. Hapana, hujui nyamaza, ya kutosha ukanyamaza hivyo hivyo midamu hujui. Wakanyamaza. Nasema nilipoona wale wazee wamenyamaza, mimi nikachukizwa kuzungumza. Falima lam yaqulu shay'a, ilipokuwa wale masahaba hawakusema chochote. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, hiya nakhala, huo ni mtende. Kwa hiyo angesema Ibn Umar alikuwa amepatia, alikuwa amekosea? Kwa mpatia. Lakini kwa nini hakusema? Kwa nini hakusema? Kuna wakubwa, waachi wakubwa waseme, na midamu mwalimu yupo atatuweka sawa. Akanyamaza na mtume akatoa jawabu. Darasa ikaisha, watu wakasambaa. Anasema Ibn Umar, falamma qumna, tuliposimama kuondoka katika jilsa ile ya mtume, qultu li Umar, nilisema mimi kumwambia Umar, ya abatah, babangu, wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakhla, namuapa Allah tabaraka wa taala, hili ninalokuambia mimi ilikuwa imenijia katika nafsi yangu, annaha nakhla, kwamba ule mti alouliza mtume ni mti wa mtende. Qala Umar, akamwambia mwanae Abdullah ibn Umar, ma manaka an takallama, kitu gani kilikuzuia kusema? Kwa nini hukuzungumza kama ni mtende na mtume ameuliza? Qala, akamwambia baba yake ya kwamba lam arakum tatakallamun, mimi sikukuoneni nyinyi mmezungumza. Nyinyi mlipokuwa mmenyamaza, fakarihtu an atakallama, na mimi nikachukizwa na jambo la kuzungumza mbele ya wakubwa. Au aqula shay'a, au kusema neno nikabaki ninajua moyoni na nikanyamaza. Qala Umar, Umar akamwambia mwanae, la an takuna qultaha ahabu ilayya min kadha wa kadha, ungesema jambo hilo lilikuwa linapendeza kwangu kuliko kitu fulani na kitu fulani. Haya ni mapenzi ya mtoto, ya baba kwa mtoto wake. Mtoto wangu yuko makini darasani, mimi pia ningefurahi. Wewe ungefurahi mimi kujibu, lakini mtoto kwa nini hakuzungumza? Kuchunga heshima ya wakubwa.
Kwani aliponyamaza ilimshusha daraja yake kwamba hana elimu, ama ilimshusha daraja yake kwamba ni katika watu wajinga? Hapana, bali ni fundisho mpaka kwetu sasa hivi. Tunajifunza kwamba tukiwa na wakubwa yawatosha wao kuzungumza na sisi tukanyamaza, bali wana haki wao kutuambia fulani zungumza, na wewe ukazungumza. Lakini pia limetokea jambo na unahitaji kuzungumza, hebu tumia adabu kwenye kuzungumza. Pia ile adabu kwenye mazungumzo italipamba neno lako. Lakini washauri wakubwa zako, mnaonaje nikilifanya jambo hili? Na wao watakupa mwongozo mzuri zaidi, na utakuwa umewakilisha, na sio fahari juu yako, itakuwa ni fahari kwa nyinyi wote masalafi wa Zanzibari, kwamba hawa ni watu walio makini, wenye kupendana na kuheshimiana. Nimalizie maneno yangu, hizi tabia ambazo ni athari ya imani ya kweli na itikadi sahihi, walitabiki salafuna salih, wakazitumia tabia hizi na adabu hizi kwa wanafunzi wao. Al-Imam al-Baihaqi wametaja kauli ambazo mtapenda nisimalizie, kutoka kwa Abi Asim. Anasema sami'tu Sufyan ath-Thawri, nilimsikia Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, waqad hadara majlisahu shabun, na wakati anayezungumza haya maneno amehudhuria kwenye majlisi yake kijana. Huyu kijana aliyehudhuria katika hiyo majlis ya Sufyan ath-Thawri min ahli al-ilmi, ni katika vijana wa elimu. Manake sio kijana mjinga, ni kijana mwenye elimu, ni kijana mzuri katika elimu yake ya dini. Wa huwa yataraasu wa yatakallamu wa yatakabbar bililmi ala man huwa akbar minhu. Alafu akamuona anajinyanyua, anajikuza kwa watu ambao wamemshinda, eti kwa sababu wana elimu tu. Akaona hii tabia gani hii? Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala asema Abi Asim, faghadiba Sufyan ath-Thawri, akakasirika Sufyan ath-Thawri na ile tabia aliyoiona kwa yule kijana. Waqala, akasema lam yakuni salafu hakadha, salafi hawakuwa hivi. Mbona wewe kijana, kuna wazee hapa, hata kama umewashinda katika ilmu, una haja gani ya kujinyanyua nyanyua wewe? Una nini wewe? Hawakuwa salafi hivi. Walikuwa wanayajua mambo na wananyamaza. Midamu kuna wakubwa, hawana nafasi ya kuzungumza, hawana nafasi ya kuonyesha uwezo wao wa kielimu mbele ya wakubwa zao. Yawatosha ilmu yao kuifanyia kazi na kuwafundisha wenzao. Hawakuwa salafi namna hiyo. Kum'anni, simama katika majlisi yangu, wala araka tadnu min majlisi, na kuanzia leo nisikuoni tena unahudhuria kwenye majlisi yangu hapa. Akamfukuza. Sababu ya kumfukuza kukosa nidhamu, kukosa adabu. Kuna wakubwa hapa, unazungumza nini wewe? Unaonyesha uwezo wako wa elimu mbele ya hawa wakubwa ili iweje? Hawakuwa salafi hivi, bali walikuwa salafi. Mtu anaweza kuzungumza hadithi yeye anaijua kabla yeye hajazaliwa, alafu anamsikiliza kana kwamba alikusikiliza leo, lakini anaijua miaka 30 kabla hajazaliwa yule mtu. Hizi ndio adabu walikuwa nazo wema wetu waliotutangulia. Tuna haja kubwa ya kushikamana na adabu hizi. Kisha akasema Abu Asim, wa sami'tu Sufyan ath-Thawri yaqul, na nilimsikia Sufyan ath-Thawri anasema, idha ra'aita shab,
utakapomuona kijana, mimi na wewe, utakapomuona kijana yatakallamu inda almashayikh, anazungumza mbele ya wazee, mbele ya mashekhe, wa in kana qad balagha fil ilmi balaghan, hata kama amefikia daraja ya juu katika elimu, faayis min khairihi, mkatie tamaa kwenye khairi alionayo. Hana khairi kijana huyo, hana khairi kijana huyo. Fa innahu qalilul haya, huyo ni kijana asiyekuwa na haya. Walillahi alhamdu. Na sisi tunaposoma aqida hatukai mbali na tabia, hatukai mbali na adabu, bali adabu ni utambulisho kwetu kwamba sisi ni vijana tunaolelewa katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo kuionyesha ile adabu yetu ni sababu ya kuitangaza manhaji yetu, na kuionyesha tabia mbaya ni sababu ya kujitia dosari wenyewe, na wala hatuichafui da'wa hii, haiwezekani. Kwa hivyo nakuhusieni vijana wenzangu, tuzitakaseni nafsi zetu na tumuombe Allah tabaraka wa taala azitakase nafsi zetu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu yetu anasema, ana swali lake anataka kusaidiwe hapa. Sema mimi ni kijana salafi ambaye napenda khairati. Allah amenitahini na mtihani wa nafsi katika kuyarudia makosa, yani maasi. Je, nifanyeje ili nidumu katika taa ya Allah na kuturudia makosa? Kule kujua kwamba unakosea, hiyo ni hatua pia nzuri yenye alama ya kuonyesha kwamba unahitaji kubadilika. Kinachobakia kwako ni kukithirisha kumwomba Allah msamaha na kutubia kwake tauba ya kweli, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie kuishinda nafsi yako. Zipo adhkari ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametufundisha, ni nyingi. Zielekee adhkari hizo na umuombe Allah tabaraka wa taala. Ikiwa utakuwa mkweli katika tauba yako, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha katika khairi. Katika dua ambayo pia Mtume alayhi salatu wassalam ametufundisha, na ni dua imekusanya mengi: rabbi a'inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkur li wala tamkur alayya wahdini wayassir huda li. Hebu jisome hii dua, hebu ifuatilie hii dua, uihifadhi hii dua mpaka mwisho, alafu kithirisha kuisoma dua hii. Allah atakusaidia juu ya shaitani na nafsi yako, na yeye Allah tabaraka wa taala ni muweza juu ya hilo. Kwa ukithirisha istighfari na ukithirishe kumuomba Allah tabaraka wa taala msaada juu ya hili, akusaidie juu ya kumshinda shaitani na kuishinda nafsi yako. Jazakumullahu khairan.